Movie yetu inaonyesha wadada wawili wakiwa wamekwama kwenye mnara. Mmoja anaitwa Hunter, mwingine Becky. Mnara ni mrefu kweli kweli, mnara wa mita 2000. Wanajaribu kutumia simu lakini network haishiki. Wanajaribu kutafuta msaada huku na kule lakini msaada hauonekani. Kwa sababu wapo juu sana na hakuna mtu anayeweza kuwaona. Mpaka giza linaingia hakuna msaada. Mbaya zaidi kuna ndege wanaanza kuwavamia. Ukilala tu kidogo ndege wanaanza kukutafuna nyama. Ni hatari. Movie inarudi upande wa pili. Inarudi siku za nyuma ambapo Becky alikuwa na boyfriend yake anaitwa Dan pamoja na rafiki yake Hunter. Hawa walikuwa ni wapanda miamba. Sasa bwana, wakati anaweka kamba kwenye tundu, mara ndege mmoja akatoka kamvamia, akamdondosha Dan. Dan akawa ananing'inia kwenye kamba, akawa anajaribu kutaka kupata msaada lakini wapi? Anajaribu kugusa upande wa pili lakini anashindwa. Ndugu zake wanataka kuja kumuokoa, ghafla kamba ikang'oka. Dan akadondoka mpaka chini na kupelekea kifo chake. Wiki 51 baadaye tunakuja kumuona Becky akiwa yuko baa, akiwa na msongo wa mawazo. Bado anamuwaza mpenzi wake Dan aliyekufa katika tukio lililopita. Baba yake alikuwa anajaribu kumshauri kwamba aachane na tabia ya pombe na move on, kwamba asahau kilichotokea, lakini Becky alikuwa haelewi wala hataki kufahamu kabisa. Siku moja aliporudi nyumbani kwake, akataka kujiua, akataka kujioverdose. Lakini ghafla wakati anataka kujioverdose, simu ikaita. Anayempigia nani? Hunter, rafiki yake. Kesho yake Hunter bwana akaja na mpango wa kupanda mnara mrefu kuliko yote, mnara mita 2000. Akajaribu kumshawishi Becky wakumbushie enzi zao za zamani, lakini Becky alikuwa na wasiwasi kidogo. Hivyo akagoma kabisa kupanda tena mnara. Akasema hapana, siwezi. Lakini kesho yake asubuhi wakati anaendelea na shughuli hapa na pale, akakumbuka enzi zao walivyokuwa napanda. Hivyo akamkubalia Hunter waende wakapande huo mnara. Kesho yake wakaanza safari ya kuelekea huko mnara ulipo. Wakiwa njiani, Becky wakati anapitia simu ya Hunter akakutana na picha moja ina mkono wa kiume. Akajaribu kumuuliza, vipi umeshapata mchumba? Hunter akawa anamzuga pale. Lakini baadaye babake Becky akapiga simu, Becky akagoma kuipokea. Baada ya safari ya muda mrefu wakafika kwenye moteli moja kwa ajili ya kujipatia chakula. Wakati wanaendelea na maongezi hapa na pale, Becky akakuja kugundua kwamba Hunter amekuwa ni mtu wa mtandaoni. Anarekodi video, anapost, anapata followers, anapata likes. Wakiwa hapo, Becky akawa utazama mnara kwa mbali. Kesho yake asubuhi wakaanza kujiandaa kwa ajili ya kuendelea kwenye mnara. Hunter akaingia live bwana. Akawaambia mashabiki zake, leo tunaenda kupanda mnara mrefu wa 4 kwa urefu Marekani nzima. Akaana muoneshana na Becky, lakini chupu wagongo na gari kwa sababu ya kukosa umakini. Lakini baadaye wakafika, wakakuta sehemu ile imefungwa na hairuhusiwi mtu kuingia. Lakini wao wakalazimisha, wakaingia mpaka ndani. Wakati wanapita huku na huku, wakakuta kuna ndege wanakula wanyama. Hunter bwana akaamua kuwapiga picha, akawaposti mtandaoni, akapata likes za kutosha bwana. Baada ya muda kidogo wakawasili kwenye mnara. Hunter akaanza kuingia live tena. Lakini Becky kidogo alianza kupata wasiwasi. Akaanza kukumbuka matukio yake ya nyuma aliyotokea. Lakini Hunter akajaribu kumshauri, akajaribu kumshawishi na akasema tutakufunga kamba tupande wote kwa pamoja. Basi bwana, wakaanza kupanda. Lakini mnara ulikuwa umechoka, mnara ulikuwa una kutu, mnara ulikuwa umechakaa. Mpaka baadhi ya noti na bolti zilikuwa zimeanza kunyofoka. Ghafla chuma cha ngazi wakati Becky anapanda kikakatika bwana. Lakini sio kesi, wakaendelea kupanda. Becky akaanza kupata mashaka lakini akajipa moyo, akaendelea na safari. Wakaendelea wakafika nusu ya mnara. Wakaangalia kijiji kwa mbali kinaonekana kidogo. Wakaendelea na safari bwana. Safari ilikuwa ndefu. Mnara ni mrefu kweli kweli, lakini hawakukata tamaa, wakaendelea. Wakafika sehemu ya kupumzika. Becky bado alikuwa hataki kabisa kuendelea na hii safari. Lakini rafiki yake Hunter alikuwa anazidi kusonga mbele. Akisema haina noma, ngoja tuendelee. Hunter anamwambia twende, kazana, twende tutafika. Wakazidi kuendelea, wakazidi kupanda. Kadri wanavyozidi kupanda kunazidi kutisha zaidi. Baadaye wakaja kukutana na diski hapa. Hunter akafanikiwa kupita, lakini kwa Becky ikawa changamoto kidogo. Baadaye akamvuta na kamba, naye akafanikiwa kupita salama. Wakaendelea na safari. Becky kila muda anamwambia Hunter tuishie hapa, lakini Hunter anasema hapana, lazima tufike mbali. Akaanza kumtingisha, akaanza michezo ya hatari.
Ghafla nati zikaanza kutoka huku na huku. Beki akaona hii ni hatari, lakini wakaendelea. Lakini ghafla huku na huku wakati wanakaribia kufika, nati nyingine ikadondoka, lakini hawakujali. Baadaye wakafanikiwa kufika mpaka juu ya mnara. Wakaanza kujifotoa wakapiga selfie huku na huku. Beki akaona wow, this is amazing. Wakarusha drone, wakaanza kuitembeza, wanaangalia mazingira, wakawa wanaendelea kuenjoy. Hunter anafanya michezo yake ya hatari, huku Beki anaendelea kumrekodi na drone. Baadaye Hunter akaanza kumshawishi Beki, jaribu na wewe kujipindua hapo chini kidogo usahau shida za dunia. Lakini Beki akawa na goma. Hunter baadaye akamwambia haina shida, mimi nitakushika mkono, jaribu kukaa hapo ili usahau stress zote ulizokuwa nazo. Beki baadaye akakubali, akamshika mkono, akajaribu naye kubembea pale kutoka juu ya mnara. Ni mbali kweli kweli. Hunter akachukua na selfie pale pamoja, akampandisha, wakaendelea kufly na kuenjoy the moment. Baadaye akamwaga majivu ya mpenzi wake ndani. Wakahuzunika kidogo, lakini wakakubaliana yote yameisha, sasa tushuke. Wakawa wanajiandaa kwa ajili ya kushuka chini. Beki akaanza kushuka bwana. Lakini wakati anashuka, ghafla ngazi kadondoka. Huku na huku akajidaka na kamba kwa alikuwa amejifunga kwa Hunter. Maskini. Hunter akajaribu kumvuta, akamfanikisha kumvuta mpaka juu. Wakafurahi kweli kweli, wakaona tumepona. Lakini wait, mbona kama ngazi imetoka? Tutashukije kwenda chini pale? Wakajaribu kutafuta mawasiliano, lakini kukawa hakuna mtandao. Na ile begi ambayo alikuwa mbebea vyakula na vinywaji ilikuwa imedondokea kwenye disk. Wakawa wamekata tamaa. Lakini baadaye kwenye kutafuta huku na huku wakakutana na darubini. Lakini ikawa haina msaada wowote. Beki akawa kama amepanic. Lakini Hunter akajaribu kumtuliza kwamba wakati ngazi inadondoka watu watakuwa wameisikia, hivyo watakuja kuwapa msaada. Akamtuliza rafiki yake kwamba atulie. Lakini baadaye wakati wanapiga story huku na huku, Hunter akagundua kwamba Beki ameumia mguuni. Akamfunga kidonda chake vizuri, akamkava ili damu isiendelee kutoka. Wakawa wamebaki pale wanaendelea kupiga story ili wakisubiria msaada. Huku na huku wakaendelea na story. Beki akawa anamrekodi Hunter. Akamuuliza kwa nini umeamua kuwa content creator? Akamwambia yote ni kwa sababu ya baada ya tukio la Dan. Lakini baadaye Hunter akaja kugundua zile hizo post zimepata likes nyingi. Akamwambia Beki, hapa hem tujaribu kuposti ya kuomba msaada, alafu tushushe chini ambapo kuna network. Wakaposti, wakaandika kwamba wanaomba msaada, akaishusha chini simu ili wapate network. Akaja kuipandisha kuangalia kama ile post imeenda. Lakini kuangalia akakuta post imegoma. Wakapata wazo lingine. Beki akamwambia kwa nini tusiweke kwenye kiatu alafu tuitupe mpaka chini? Akasema hilo wazo zuri. Akaamua kuichukua ile simu wakaweka ndani ya kiatu, then baadaye akaitupa mpaka chini ambako kutakuwa na network ili iposti wapate msaada. Baadaye Beki akaona Hunter ana tattoo mguuni iliyoandikwa 143 ambayo inamkumbusha enzi za mchumba wake Dan. Huku na huku wakati wanaendelea kuomba msaada, wakagundua kuna mzee mmoja amekuja na mbwa hapo chini kabisa. Wakajaribu kupiga kelele kuomba msaada, lakini wapi. Yule mzee hata hakuwasikia. Alikuwa yuko busy na mambo yake. Punde si punde tunaona ile simu ambayo alikuwa ameirusha nayo imeharibika. Hivyo plani yao ya kuposti kuomba msaada ikawa imefeli. Wakajaribu kuvua viatu vyao wote, wakarusha, lakini wapi. Mzee wa watu alikuwa busy hata kuwasikia. Beki akachukua baruti ili apige ili aweze kuona msaada, lakini Hunter akamwambia saizi bado kuna mwanga na ni mchana, hawawezi kutuona. Lakini kwa mbali akaona kuna gari. Wakasema wait, tusubiri mpaka usiku ukiingia, tutapiga baruti ili kupata msaada kutoka kwa wale kwenye gari. Giza lipoingia, wakajaribu kupiga ile baruti, na wale watu waliokuwa kwenye upande wa gari wakawaona, na wakaona kwamba kuna mabinti wanaomba msaada. Wakina Beki wakafurahi sana, wakajua hatimaye tumepata msaada. Lakini wait, wale jamaa baada ya kuwasaidia wakaenda kwenye gari lao wakaiba gari. Basi wakakosa tumaini kabisa na wakakata tamaa. Baadaye wakati wametulia, Beki akajaribu kumuuliza Hunter kuhusiana na ile tattoo. Hunter akaadmit bwana. Akamwambia ni kweli mimi nilikuwa nachepuka na bibi wako. Na sio kwamba nilikuwa napenda, lakini alikuwa ananijali sana nikashindwa kujizuia. Akamwambia nisamehe ndugu yangu. Sikupenda lakini ndio hivyo. Nilikuwa naye kwenye mahusiano kwa miezi 6, lakini baadaye niliachana naye kabisa. Sikutaka kuendelea na mazoea naye mpaka anafariki. Lakini Beki ilimuuma sana ile tukio, na akaona rafiki yangu kipenzi kumbe alikuwa ananisaliti. Haya bwana. Asubuhi kulipokucha, simu ya Beki kapiga alarm. Kaonesha kwamba ni masaa 24 tangia wamekuwa hapa juu. Baadaye wakaanza kupata kiu,
wakagundua kuna maji hapo kwenye begi pale chini. Wakatafuta namna ya kulivuta ile begi. Basi Hunter akafunga kamba hapa juu, akaning'inia kwenda chini ili aweze kulichukua ile begi lenye maji. Akajitahidi huku na huku, akahangaika huku na huku ili ajaribu kulivuta ile begi. Akaamua atoe ile hook kwenye kamba ili ashikilie kamba aweze kujirusha mpaka kwenye madisha. Akafanikiwa bwana. Akachukua ile begi, akapiga maji kidogo, akalifunga kibegi kwenye kamba ili aweze kulivuta kwenda nalo juu. Kisha akadandia kwenye ile begi, akaanza kujivuta kwenye kamba huku begi naye akimvuta kwa juu. Akajivuta mpaka juu, ile nakaribia kufika, akateleza na akadondoka kutoka pale juu. Beki mapigo yake ya moyo akasimama, akachanganyikiwa. Nimempoteza rafiki yangu. Lakini ghafla kumbe alijidaka kwenye ile begi pale, hakudondoka. Hivyo beki akajaribu kuanza kumvuta. Akang'ang'ana, akamvuta huku na huku, baadaye akafanikisha kufika mpaka juu. Baadaye wakawa wameandika ujumbe wakaweka kwenye ile drone ili wautume kwenye ile moteli kuambia kwamba umekwama. Lakini ile drone ikifika mbali ikawa imeishiwa betri. Ikabidi wairudishe mapema haraka wabaki nayo. Plani nyingine ikawa imefeli. Siku kaingia, Beki akaota ndoto mbaya sana. Akaota ndugu yake Hunter analiwa na wale ndege. Ghafla akashtuka, akamsimulia ndugu yake, lakini akamwambia usijali, ni ndoto tu. Kukakucha asubuhi. Kulipokucha, Beki akajaribu kupanda juu ili aweze kuichaji ile drone. Akajaribu kuchomeka lakini ile plug ikawa haishiki pale. Kwa hiyo ikabidi ashikilie usiku kucha. Akashikilia mpaka drone ijae. Akakaa wakati wa jua, wa kimvuli, na ndege wanakuja wanamshambulia. Baadaye wanasababisha Beki anadondosha ile begi, lakini kwa bahati nzuri linadakwa chini na ndugu yake Hunter. Beki anakomaa mpaka drone inajaa charge full. Anafanikiwa kushuka chini, anaiprogram drone na wanaituma mpaka kwenye motel. Lakini kwa bahati mbaya kabla hajafika kwenye motel inagongana na lori kubwa hapa. Wakakata tamaa kabisa. Wakaona hapa hakuna namna ya kuchomoka. Usiku unaingia, Beki yuko hoi bin taban, anataka kusinzia. Hunter anamwambia usisinzie, watakuja ndege hapa watakutafuna. Lakini baadaye Beki anamwambia Hunter, "Hem, tujaribu tena kuweka simu kwenye kiatu chako, tutupe chini." Lakini Hunter anamwambia, "Kiatu changu sina, kipo chini na mwili wangu." Ndipo Beki anakuja kushtuka, Hunter alikufa muda ule alivyodondoka. Hakuweza kusurvive. Kumbe muda ule Beki alifanikiwa kuvuta Beki. Hunter alikuwa amedondoka muda mrefu. Lakini kutokana na mshtuko, muda wote alikuwa anajua yupo pamoja na Hunter. Kumbe hayo ni mawazo tu. Beki alilia kwa uchungu mkubwa sana. Usiku ulipofika kulikuwa na upepo mkali sana. Lakini Beki alifanikiwa kusurvive na akajirekodi ili kumtumia ujumbe babake. Lakini pia upande wa pili nakuja kuona babake alikuwa akimtafuta, anamtumia message lakini kimya. Kulipokucha, Beki akiwa amelala, ndege akaanza kula kidonda. Kumbe ilikuwa ni mtego bwana. Beki akamkamata yule ndege, akamnyonga, akamgeuza kuwa mkate wake wa kila siku. Akala, akapata nguvu kidogo. Kisha baadaye akapata wazo la kuifuata kiatu cha Hunter kilichopo chini ili aweze kutuma simu yake chini kama mara ya kwanza. Akashuka chini, akachukua kiatu cha Hunter, akatuma ujumbe kwa baba yake kwamba nimekwama huku juu ya mnara sehemu fulani. Akaweka simu kwenye kiatu, lakini safari hii akakiweka kiatu ndani ya mwili wa Hunter, kisha akautupa chini. Baadaye message ile ilifanikiwa kufika kwa babake, ambaye akatuma taarifa kwa 911. Polisi wakafika. Babake alipofika akakuta kuna mwili umefungwa, akajua basi mwanangu Beki ameenda. Lakini huku na huku kugeuka akamwona mtoto wake bwana. Baba alifurahi sana. Kumbe mtoto wake ni mzima, akamkumbatia kwa furaha, akafurahi akatoa na machozi. Akasema, "Vipi mwanangu, unaendeleaje?" "Baba, nitakusimulia tukifika nyumbani." Usisahau kusubscribe. Hii ilikuwa movie yetu inaitwa Fall ya mwaka 2022. Ni sisi wenyewe Movie Recaps Tanzania 1. Bye bye.